Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, ambaye aliweza kuwakilisha kama mjumbe maalum wa IGAD, aliweza kutumwa na Rais William Ruto katika taifa lile la Sudan Kusini kujaribu kuleta uwiano na amani kule, kwa sababu naibu rais ama makamu wa rais wa taifa hilo Riek Machar aliweza kutiwa mbaroni ama kukamatwa house arrest. Raila Odinga baada ya kufika kule aliweza kuzuiliwa, kufungiwa ghafla. Ni kipi hiki ambacho kiliendelea kule? Kabla niweke kanda ya Raila Odinga vile anaeleza alifanyiwa, naomba unapoendelea kutazama hii kanda utupe a like, ukipenda a thumbs up. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kiheshima ukaweze kusubscribe kwa kuponyeza kitufe kiko hapo chini kimeandikwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Mokenya TV. Na ninaomba tu ukaweze kusambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili tatu katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Naomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, nimetoka studio kidogo, lakini kirudi nitaonekana kwa picha. Tusikize kiongozi Raila Odinga vile anazungumza vile aliweza kuzuiliwa ama kufungiwa wakati alifika katika taifa lile la Sudan Kusini. Viongozi huko juzi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Sudan Kusini Dr. Riek Machar alishikwa, aliwekwa kizuizini, yeye pamoja na mke wake. Inasemekana ati juzi moja wa jemedari moja na karibu watu 10 waliuawa katika mji wa Nasir ambayo iko kaskazini ya South Sudan, ambayo wanaita Upper Nile, karibu na mji wa Malakal. Na mimi mwenyewe nilijaribu nikauliza kama naweza kubaliwa niongee na Dr. Riek Machar, lakini hawakuniruhusu kufanya haya. Nilipotoka kule Juba nikaenda kule Entebbe kukutana na Rais Museveni, nikamwarifu juu ya yale ambayo mimi mwenyewe nilishuhudia kule katika Sudan Kusini, kukubaliana na yeye kwamba nitafanya mpango baadaye tena kurudi huko Sudan Kusini. Umesikiza vile Raila Odinga amezungumza baada ya Rais William Ruto kumutuma taifa lile ili kuleta amani, kwa sababu naibu rais wa taifa lile Riek Machar aliweza kutiwa mbaroni akiwa nyumbani mwake, house arrest. Sasa yeye hatoki nje, na Raila Odinga akalazimika kuenda kutafuta suluhu ya kuleta amani kati ya Riek Machar ambaye ni naibu rais na rais wa taifa lile ambaye ni Salva Kiir. Baada ya Raila kufika kule, alizuiliwa ama alifungiwa kivipi? Hayo ndio tunaenda kuchanganua. Wakati alifika kule, wakaongea na Rais Salva Kiir kuhusiana na kutiwa mbaroni kwa Riek Machar kwa tuhuma za mauaji katika taifa lile, zaidi ya watu 10 ambao wameuawa kufikia sasa. Lakini Raila aliweza kuzuiliwa kumuona naibu rais Riek Machar. Alifungiwa, akaambiwa liwe liwalo na liwe, hutamuona Riek Machar, ila tu uende hadi taifa lile la Uganda muongee na rais wa taifa lile ambaye ni Museveni kuhusiana na maneno yale ambayo yanaendelea katika taifa lile. Now,
I want to put this into perspective so that we can understand why Raila Odinga was blocked in South Sudan not to see Vice President Riek Machar. Kuzuiliwa kwa Raila Odinga kutomuona makamu wa rais wa Sudan Kusini kuna maanisha nini? Point number 1. Aibu kubwa kwa Raila Odinga ambaye ni mjumbe maalum wa IGAD. Kwa nini nasema hivyo? Aliweza kuaibishwa pakubwa kwa sababu yeye alienda ili kuleta amani, lakini alienda kama nani? Raila Odinga ni huyu aliwania kiti cha kuchaguliwa kuwa mwenyekiti katika tume ya Umoja wa Afrika AU, akazama. Hii kazi ambayo anaifanya ni ile kama angechaguliwa kuwa mwenyekiti. Sasa alienda kule kama nani? Ndio maana aliweza kuaibishwa. Akaambiwa toka taifa hili uende Uganda muongee na Museveni kuhusiana na maneno haya. Kwa hivyo kuzuiliwa kwa Raila Odinga ama kufungiwa kwake kutomuona makamu wa rais wa Sudani Kusini kuna maanisha Raila Odinga aliaibishwa kwa sababu hakutakiwa kwenda kule, kwa sababu yeye si rais wa taifa lolote katika dunia hii. Number 2, kuzuiliwa kwake kuna maanisha nini? Hapo mbeleni Sudan ilikuwa taifa moja, ikakuja ikawa divided, tukawa na South Sudan na Sudan ikabaki. Sasa hivi majuzi taifa la Sudan penye Sudani Kusini ilitoka, kulikuweko na kikundi cha RSF Rebels ambao walifika katika taifa letu la Kenya katika mji mkuu wa Nairobi ili kuunda serikali mbadala. Huenda hii ilichangia Raila Odinga kuzuiliwa kumuona Riek Machar kwa sababu Kenya iliweza allow RSF rebels to form parallel government in Sudan. So, huenda Sudan Kusini haikufurahia kwa yale ambayo yaliendelea katika taifa letu la Kenya kwa taifa lile lingine la Sudan, na hata tuliona baadhi ya mataifa mengine wakikosoa taifa letu la Kenya. Huenda hii iliweza kuchangia Raila Odinga kuzuiliwa na kufungiwa kutomuona Riek Machar ambaye yuko chini ya ulinzi mkali nyumbani mwake na hatoki. What do you think? Wakati serikali mbadala ilikuwa inaundiwa katika taifa letu la Kenya na kikundi hiki RSF Rebels, niliona waziri mkuu ama mkuu wa mawaziri ambaye ni Musalia Mudavadi akisema hiyo ni njia moja ya kuleta amani. Alisema hivi: the peace roadmap signed in Nairobi is a testament to the willingness of Sudanese political and civil society groups to prioritize the future of their country over divisions. We recognize, skiza hapo, we recognize the efforts of all those who have shown the courage to engage in this dialogue. Kumaanisha Kenya ilikubaliana na masuala hayo ya RSF Rebels kuunda serikali mbadala katika taifa lile la Sudan. Sina lingine la kuongeza. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa siasa. Naomba vile unaendelea kutazama utupe like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Kenya TV. Bye bye, sambaza hii kanda kwa moja ama nyingine.
katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza baadaye, lakini nitakuwa naonekana kwa picha. Asanteni sana kwa picha.